Habari za mchana, na wasalimu kwa jina la TRA United Sports Club, na wote tunasema kodi yetu maendeleo yetu. Ukinunua dai receipt na ukiuza unatoa receipt. Kimsingi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na wakati mzuri sana. Ahmed Ali kakaangu anaona wivu kusikia nimesema kwamba timu yetu imekuja na ndege. Yaani anasikia wivu mmoja mkubwa sana kwa sababu anajua hawa jamaa kama wamepanda ndege, wamefika tu pale Arusha tuliwakuta kwao wakadraw. Alafu this time wamekuja kupanda ndege. Yaani nini ambacho kinaweza ikatokea? Kwa hiyo ndugu zangu niseme tu kwamba kikosi ambacho ni kiboko ya wanaume wa Dar tayari kipo hapa Dar es Salaam mahususi kabisa kwa ajili ya mechi yetu ya kesho, michuano ya CRDB Bank Federation. Tunacheza dhidi ya Simba Sports Club, na kimsingi ni mechi ambayo tunaihitaji sana. Sisi kama club tunahitaji kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Tuna option mbili. Option ya kwanza ni kumaliza katika zile nafasi 4 za juu kwenye ligi kuu, lakini option yetu nyingine ni ya hii ya kwenda kuchukua kombe la CRDB Bank Federation. Nafikiri tangu michuano hii inaanza, hii kauli nimekuwa nikizungumza kila wakati kwa sababu nina uhakika kwa namna ambavyo sisi kama club tumejipanga na tumedhamiria kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kabisa kwamba msimu huu yale malengo yetu ambayo tumejiwekea sisi kama klabu ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, basi tunakwenda kuyatimiza kwa 100%. Na mpaka sasa hivi hakuna kitu ambacho kinakwenda kutuzuia, hakuna. Kama hao wanaume wa Dar walikuja kule Arusha, hakuna mtu ambaye aliondoka na pointi 3. Sasa sisi kwa sababu tunajimudu na tunaweza na tuna nguvu kubwa, tumeamua sasa kuwafata wanaume wa Dar. Simba Sports Club tunaanza huku, wanaume wa Dar wabaki 3 kwenye ligi, wabaki 2, alafu kwenye michuano hii kabaki huyu mmoja ambaye safari yake na yeye inakwenda kuishia siku ya kesho. Amezungumza hapa kwamba wao wanahitaji, nyinyi tafuteni kwenye option nyingine, lakini kwenye option hii ambayo kimsingi tunajua tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa hili, hatuwezi kusema kwamba tunaweza tukakwama. Wewe kesho hakikisha, narudia tena, hakikisheni jamani, hatutaki lawama. Kwaresma ishapita, mimi niliungama kule. Sasa hivi niko kwenye mwezi wa Rozari, umeona nimevaa rozari hapa. Sasa sitaki kupata hizi lawama. Hakikisheni wachezaji wenu mnawapeleka hospitali, muwapime. Hakikisheni mnapeleka wachezaji, mnakwenda kuwapima wawe wazima wa afya. Hatutaki visingizio. Tukiwafunga 4, 5, hatutaki excuse ya kusema kwamba mwatafute watu wenu mitandaoni waanzishe propaganda kwamba unajua sisi TRA wametufunga kwa sababu tulikuwa tunaumwa. Hatutaki. Kuanzia leo mpeni taxi daktari wenu, mwambie daktari, hakikisha unapima vyakula vyote. Hata mchezaji wenu akitoka kempu akaenda dukani kununua soda, hakikisheni ile soda anakuja nayo mnaicheki kwanza iko salama. Sisi hatutaki dhambi. Mimi dhambi za huko nyuma nishatubu, umeelewa? Nilitubu wakati wa Kwaresma. Sasa nipo kwenye mwezi wa Rozari, sitaki kuanza kuungama hii dhambi nyingine. Na kwa sababu nina uhakika sisi mechi ya kesho lazima mechi Ahmed tulia. Ahmed wewe wakati unaongea hapa mimi nilikuacha kaka. Hujaniacha, uliniingilia. Sikuingilia wapi? Kwenye kuongea. Niliwawekea nini wale wenzenu? Ndio maana nimesema hivi. Ndio maana nakwambia kabisa. Sasa sisi kesho mechi ni saa 12. Inaisha round saa 2:2, si ndio? Hatutaki kuanzia pale 12:30 mechi. Alafu inakwenda kuisha round kwenye saa 2:30, si ndio? Mpaka tunamaliza pale uwanjani. Sitaki nimuone mchambuzi anatuandikia story kwamba Simba Sports Club wamefungwa kwa sababu TRA walicheza na TRA eti wachezaji walikuwa wanaumwa. Eti yani wewe uje ucheze na TRA afu baada hapo uanze kuumwa. Sio kweli. Sisi ni timu ya mamlaka. Sisi ni timu ya mamlaka ya mapato Tanzania, TRA. Na ndio timu ambayo imekuja kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi yetu.
na hii ndio timu ambayo ni kioo. Yaani timu zote hadi hawa Simba Sports Club wanakopi na kupesti kutoka kwetu sisi TRA, kwa sababu ni watu ambao sisi tunacheza mpira ambao umenyooka. Tukipiga pasi rekodi, pasi risiti, pasi makadirio, pasi zote zimenyooka. Hatutaki habari ya pasi zimeenda zimerudi, sisi huo mpira hatuna. Kwa hiyo Ahmed kaka yangu, mimi na yeye tunaheshimiana sana. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu kwa daktari wenu, hakikisha amewapima wachezaji, na kama hamna hela ya kuwapeleka wachezaji kwa kuwapima, semeni sisi tuwapatie, ili kesho kusiwe na hizi lawama kama ambazo zilitokea. Na hii ni kampeni, ashatoka hospitali mimi sijui, muulize daktari wao. Na hii ni kampeni ya kuhakikisha kabisa kwamba wanaume wote wa Dar wanatu appreciate, wanaheshimu. Yaani wakiona timu ya mamlaka inapita wanasema yes, tena wanasimama kabisa na kupiga saluti. Tuko benki, punguza sauti. Tuko benki. Ni hamna shida, si tunafanya press. Ndio, punguza sauti. Sasa hatupangi foleni ya kuchukua hela. Tuna mnani hii. Sasa hii ni sauti ya mamlaka. Hii ni sauti ya mamlaka, na hii ni sauti ambayo ni dhahabu. Umeshaelewa? Hapana, nisikilize, nitashusha sauti kesho. Umesikia? Wakati nikisha kufunga ili wakati nitakapokuwa nimekufunga nitasema unaweza ukazimia ukaenda ukasema na wewe pia umeumwa, ndio maana umeshinda kuzungumza. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, mimi niwaambie wachezaji wetu wote wamekuja na ndege na wako salama kabisa. Wewe unazungumzia ndege, wamekuja na ndege, wameshuka airport wakiwa wazima, wana hari, wana moral, na wamekuja special kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba Sports Club kesho anatoka kwenye haya mashindano. Sijui mnanielewa? Tunakuelewa. Hii ni timu ya TRA, timu ya walipa kodi wote, timu ya Watanzania wote, timu ya nchi, timu ya walipa kodi. Imekuja hapa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba tunamtoa Simba Sports Club kwenye hii michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation. Nina uhakika wanangu kesho na kutajia listi. Wao unatuambia goli lako bora sura la dunia. Sisi kuna mchezaji mmoja anaitwa Ami Mapaka. Ukiwauliza kule wapi Mbande wanamjua. Na Mbande na hawa ni mtu na shangazi yake. Kwa hiyo lazima watakuwa wanakopiana story. Wewe wafuate waulize Ami Mapaka ni nani? Alafu kuna mchezaji mmoja ni mwembamba kuliko wote kwenye timu yetu. Anaitwa nimtaji sijamsahau. Yeye namsahau mchezaji wangu. Anaitwa Ali Ngazi. Yaani ni mchezaji ambaye yule kacheza Ulaya. Hata magoli yake mkiaona anafunga magoli ya Ulaya. Kwa hiyo yale magoli ambayo tuliyafunga pale Shambi ya Bedi, kesho yanakwenda kuhamia katika uwanja wa KMC Complex. Alafu kingine rafiki yangu, mwe basi mnachaguaga uwanja moja kwa moja, mara Isamuyo, mara Chamanzi, mara KMC. Nyie uwanja wenu wa nyumbani ni upi? Uwanja wenu wa nyumbani upi? Tutakao mpia siku hiyo ndo wa nyumbani. Sasa unaona sasa. Lakini leo ukihitaji TRA uwanja wake wanakuambia ni Shamri Abedi Arusha. Sasa hawa ndugu zangu ndani ya wiki moja uwanja mara 3 mbadilishwa. Hawa hapa wanabadilisha. Wanakuambia su Chamanzi, wanakuambia su wapi. Lakini kimsingi sisi hata ukitupeleka kwenye mawingu tutakufunga tu. Hata ukitupeleka kwenye bahari. Na uzuri TRA iko karibu na baharini pale. Sisi ni wazoefu, tushazoea kuogelea. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka utupeleke kwenye magorofa pacha, tunacheza tunakufunga. Ukitaka utupeleke kwenye bahari, kwenye milima Kilimanjaro, Mlima Meru, sisi kote tunashinda. Kwa hiyo kesho waandishi wa habari, kama mlivyo wengi hapa, njooni kesho mshuhudie pira kodi, pira risiti, pira makadirio, pira interest, pira mapato, pira mashine EFD kutoka kikosi bora kabisa, kikosi cha mapato TRA United Sports Club. Kodi yetu, maendeleo yetu. Ukinunua dai risiti na ukiuza toa risiti, TRA kwa pamoja tunajenga taifa letu. Karibuni. Afisa habari. Hamna majukumu jamani, unaanza akapa kwa kwikwi. Wewe una swali? Mimi sina. Ndipo una swali? Hawezi kuwa nao. Shamaliza yote. Ndio kesho KMC